Na mtazamaji na kusabai kwema, Alhamisi yako imekuendeaje? Mie ni salama na mzima. Karibu kwenye taarifa zetu, makala ni Undugu Matukio. Ni naye Carol Nyambura anayenisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Jina langu ni Sebastian Maria. Tupate taarifa kwa muktasari. Aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga apinga uwezekano wa kushirikiana na Gachagua, akiutaja uamuzi wake kuwa sahihi. Ini hatutaki unafiki ya mtu ambaye alisema hapo mimi tumeweka mtego. Waswahili wasema mtego wa panya ushika waliomo na sio kwema. Waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi ashikilia kuwa kamwe hatajiuzulu, akimtaka Rais Ruto kuelezea wanaoteka nyara wa Kenya. Sasa ule mtu ambaye anakashifu jambo hilo ndiye anatakiwa kutoka ama ni yule ni nani anatakiwa kutoka? Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Rais William Ruto aongoza uzinduzi wa awamu ya 5 ya mashindano ya Safari Rally katika jumba la KICC. Since 1953, the WRC Safari Rally has been a key part of Kenya's sporting heritage and a pillar of our sports tourism. Na timu ya taifa Harambee Stars kushuka dimbani dhidi ya Gambia katika kuwania tiketi ya kushiriki kombe la dunia mwakani. Mood iko positive and na kila mtu ako na furaha, and we are happy to be back to represent the nation. If you look at every nation, they have a pressure to achieve something. Na mlonga nami nambari 0782705705. Nitumie jumbe mfupi na nitakuwa nautendea haki kusoma mmoja baada ya mwingine. Kumbuka kwamba unapokea taarifa hizi moja kwa moja kutoka kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na pale TikTok. Karibu tuandamane hadi chama. Tunaanza taarifa ya mabadiliko serikalini, ambapo Rais William Ruto amefanya mabadiliko katika utawala wake. Katika mabadiliko hayo, aliyekuwa katibu wa Wizara ya Mawasiliano Edward Kisiang'ani ameondolewa wadhifa huo na sasa ameteuliwa kama mshauri mkuu na mwanachama wa baraza la washauri wa kiuchumi wa rais. Nafasi yake katika Wizara ya Mawasiliano inachukuliwa na katibu mkuu mtendaji wa MultiChoice Stephen Isaboke. Amos Gatecho ameteuliwa katibu mkuu katika idara ya utumishi wa umma kuwa naibu mkuu wa utumishi wa umma katika afisi ya rais. Wengine waliohamishwa ni aliyekuwa katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang, ambaye sasa anaelekea katika uhamiaji, huku katibu wa idara hiyo Julius Bito akielekea katika Wizara ya Elimu, na aliyekuwa katibu katika Wizara ya Huduma ya Afya Harry Kimtai amehamishwa na kupelekwa katika Wizara ya Madini. Tukisonga mbele na taarifa nyingine, mtazamaji, kinara wa ODM Raila Odinga ameendelea kutetea uamuzi wake wa kushirikiana na Rais William Ruto, akisema ni sahihi na kwamba anafahamu wanakoelekea. Odinga amepinga ombi la aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na wafuasi wake wa kushirikiana naye kisiasa, akimsuta Gachagua kuhusu usemi wake wakati akiwa naibu wa rais kwamba ameweka mitego katika ikulu kumnasa. Sasa akisema ilimnasa yeye mwenyewe. Fred Wambua anatufungulia taarifa zetu. Mara kwa mara aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na pia wafuasi wake wameonekana kuweka wazi utayari wao kushirikiana na Raila Odinga kisiasa. For the sake of SK Macharia, who has really wanted to see you become president, you can only become president if you run in 2027. Gachagua is ready to support you. If you support Ruto, you will have to play second fiddle. You will frustrate Honorable SK Macharia. Support Rigathi, Kalonzo, and you will be president. Ila kinara huyo wa ODM Raila Odinga amejitokeza na kusema kuwa hawezi kudanganywa kamwe kujiunga na upande wa Rigathi, akinukuu semi zake awali za kuwa aliweka mitego katika ikulu ya rais, jambo ambalo amelitaja kwa unafiki. Lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye alisema hapo mimi tumeweka mtego
Waswahili husema mtego wa panya ushika waliomo na sio kwemo. Sasa wale ambao waliweka mtego ndio mtego umewashika. Sisi tutaenda pamoja. Ama sivyo? Ama sivyo? Raila akidokezea kuwa uamuzi wa kisiasa aliofanya ni sahihi na kuwa anajua mahali wanaelekea, akiwarai wafuasi wake kusimama kidete na kutembea pamoja katika safari hii. Tuna hakika ya kwamba tutafika pale tunataka kwenda. Ni sababu mimi naambia watu wetu tusimame pamoja, tukae pamoja. Hatua ambayo tumechukua tunayajua. Kunataka kuelekea vile vile tunajua. Kuna wengine ambao wanawaambia sisi tuendelee pande nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana, kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa. Tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara. Nina hakika tutafika. Aidha, ameweka wazi kuwa Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi, hasa ikizingatiwa kuwa imepiga hatua ya kidemokrasia, ila akishinikiza kuna masuala ambayo yanapaswa kurekebishwa kama kuandaliwa kwa uchaguzi wa huru na haki. Kenya imetoka mbali. Tulisema pale tulikuwa kwa wakati ile, na kutoka pale tumekuwa na majaribio mengi zaidi katika taifa letu. Lakini kila mara mimi husema Kenya ni muhimu kuliko mtu binafsi. Mpaka tutetee Kenya. Najua mambo tumekuwa naye pande atakufanya uchaguzi, tuko na shida. Hatujafika kile kiwango ambayo unafanya uchaguzi ile ambayo inaitwa free and fair. Lakini wakati itafika. Kufikia sasa hivi mrengo wa ODM unaendelea kunufaika na serikali ya Rais Ruto, matamshi yake yakionekana kuunga mkono serikali yake. Fredrick Kwambua, Undugu TV. Rais William Ruto amezindua rasmi makala ya 5 ya mashindano ya Safari Rally mjini Nairobi. Mashindano hayo ambayo yatashirikisha madereva 50 yanatarajiwa kutamatika siku ya Jumapili. Rais Ruto ameahidi kuwa serikali yake itaendelea kuunga mkono mashindano hayo na kuwarai wawekezaji wa kibinafsi kujitokeza na kufadhili mashindano hayo. Sababu Masaria na taarifa hiyo. Kwa mara nyingine taifa la Kenya limefanikiwa kuandaa mashindano ya awamu ya 5 ya Safari Rally. Mashindano haya na yaliyoanza leo yanatarajiwa kuendelea hadi siku ya Jumapili, wakati ambao watakaoshindwa watakabidhiwa tuzo zao. Akizindua mashindano hayo, Rais Ruto ameyasifia akisema yanaendelea kukuza utalii humu nchini. Since 1953, the WRC Safari Rally has been a key part of Kenya's sporting heritage and a pillar of our sports tourism. Hosting this event, the only FIA World Rally Championship leg in Africa, is a win-win partnership for Kenya, the continent, and FIA. The Safari Rally is more than just a competition. It's a testament to endurance, skill, and unwavering passion for motorsport that thrives across Africa. Na kutokana na gharama inayotokana na mashindano haya, Rais Ruto amewarai wawekezaji wa kibinafsi kujitokeza na kufadhili mashindano haya. Katika mwaka 2023, serikali ya Kenya ilifadhili mashindano haya na takriban bilioni 2.1, mwaka 2024 bilioni 1.3. I want to encourage the private sector. I am looking forward to the day when this will cost zero for the government of Kenya and the private sector will take it up because they need the advertising, they need the profiling. I think the government of Kenya is very willing to cede ground and to allow our private sector companies to shine. Serikali ya Kenya pia inashirikiana na wakfu wa FIA ili kufadhili upatikanaji wa kofia za waendeshaji bodaboda, ikiwa njia moja ya kupunguza maafa mengi barabarani. I'm also pleased to host representatives of the FIA helmet wearing program, an initiative that plays a crucial role in enhancing road safety
for our border riders. By providing life-saving helmets, this initiative reinforces our national commitment to reducing road fatalities in line with our 2024-2028 National Road Safety Plan. Mshindi wa mashindano yale ya mwaka 2024, Kale Rovanpare, anatarajiwa kumenyana na madereva kutoka Kenya wakiwemo Karl Tudo, Karan Patel, Jeremiah Wahome na Hamza Anwar. And I want to invite Kenyans to enjoy the spectacular moment of this rally, because it is not just a motorsport, but it is an inspiration of all our economic ecosystem. Zablon Macharia, Undugu TV. Na waziri wa utumishi wa umma Justin Bondi Muturi ameshikilia kuwa kamwe hataondoka serikalini, akimtaka Rais William Ruto kujitokeza na kuwaelezea Wakenya wanaotekeleza mauaji na utekaji nyara nchini. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa alipoongoza hafla ya kutoa mafunzo ya mbinu za kuboresha huduma kwa umma, Muturi amebaini kuwa alimwandikia rais waraka akimtaka kumruhusu kutohudhuria vikao vya mawaziri hadi pale baraza la mawaziri litaamua kuzungumzia swala la utekaji nyara. Huku shinikizo zikizidi kutolewa kumtaka waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kujiuzulu baada yake kutaka majibu kutoka kwa serikali kuhusu swala la utekaji nyara. I want aware of any forces that have been formed to abduct Kenyans, because that would be an illegality. And government cannot be the one abducting its people. It is for that reason that I think we need to discuss it openly. Sasa waziri huyu amekanusha madai ya kujiuzulu kutoka serikalini, akibaini kama atang'atuka kutoka kwa wadhifa wake na wale wanaomtaka kutoka serikalini ndio wanaunga mkono utekaji nyara. Tumesema kama serikali kwamba hatuungi mkono jambo la utekaji nyara na pia mateso na wengine hata kuuliwa kwa binadamu hapa nchini. Sasa yule mtu ambaye anakashifu jambo hilo ndiye anatakiwa kutoka, ama ni nani anatakiwa kutoka? Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Nani hapo anatakiwa kuwajibika? Kwa ile jambo la kusema utoke, ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli. Muturi akisema alimwandikia rais waraka akimwomba kuruhusiwa kuhudhuria vikao vya baraza la mawaziri hadi pale baraza hilo litaamua kuzungumzia swala la utekaji nyara. Lazima mtu aseme uzungumze ukweli wako pale, na kama kuna makosa yoyote niko tayari kusimamia na kuyatetea vilivyo, hata kama nitakuwa upande gani. Nilitangaza kwamba nimemwandikia rais aniruhusu nisihudhurie mikutano hiyo, kwa sababu mimi nimeyatamka hapo mbeleni mambo ambayo yanahusu utekaji nyara wa watu katika taifa letu la Kenya, na wengine kuteswa na wengine pia kupoteza maisha yao. Waziri huyo akimtaka Rais William Ruto kujitokeza waziwazi na kuelezea Wakenya ni nani anayetekeleza dhuluma za mauaji pamoja na utekaji nyara nchini. Hilo jambo ni lazima lizungumziwe, lijadiliwe, tupeane njia mwafaka ya vile hayo mambo yamekuwa yakiendelea, na tujue kama kunajulikana ni kila nani amekuwa akiyatenda na kwa nini, na watu wajibike vilivyo. Waziri huyu alizungumza haya katika kaunti ya Mombasa alipoiongoza hafla ya mafunzo ya mbinu za kuboresha huduma kwa umma, akionekana kutoandamana au kupokelewa na viongozi wakuu serikalini wala maafisa wa polisi. Saa zingine kama tunafanya kazi za wizara, sio lazima tukue na kama county commissioners. Surely watu wako na shughuli zao. Isaac Musyoka, Undugu TV. Na mtazamaji, taarifa hiyo inayotoka hewani inanipa fursa ya kuchukua pumziko fupi. Na zama nitakaporudi nitarudi na taarifa nyinginezo. Usiende mbali.
kama kanisa. Sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana. Wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa SACCO waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na hisa moja ni 1030. Kanisa inaekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na mtazamaji, nimerejea tena bara pumziko fupi. Karibu tuandamane hadi tamati. Bara mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA kufutilia mbali kwa muda leseni ya kampuni ya matatu ya Super Metro. Kampuni hiyo imejitokeza na kupinga madai tuhuma zote dhidi ya kampuni hiyo, wakitaka uchunguzi kufanywa haraka iwezekanavyo. Kulingana na NTSA, magari 15 ya kampuni hiyo yalikuwa yakiwabeba abiria huku leseni zikiwa zimepita wakati uliokusudiwa. Baada ya kondakta wa gari la Super Metro kumrusha abiria nje kutoka kwa gari lililokuwa mbioni kwa kukosa kulipa nauli na kupelekea abiria huyo kupoteza maisha yake, Wakenya wakighadhabishwa na tukio hili, jambo ambalo limeleta pigo kubwa kwa kampuni pamoja na madereva wa Super Metro. Sasa mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani nchini NTSA imebatilisha leseni ya kuhudumu ya kampuni ya magari ya Super Metro kupitia taarifa iliyotolewa na mamlaka hii na iliyodokeza kuwa leseni ya kampuni hii ya magari ya Super Metro imebatilishwa hadi pale kampuni hii itazingatia kikamilifu kanuni za magari ya utumishi wa umma ya mwaka 2024. Taarifa hii pia iliwataka Wakenya kutoabiri magari ya kampuni hii na kuwa gari la kampuni hii litakalopatikana likihudumu litakamatwa na kuzuiliwa. Ni taarifa ambayo haijapokelewa vizuri na wasimamizi wa kampuni hii, kwani wamejitokeza na kushtumu madai yanayoenezwa kuhusu kampuni wanayomiliki. Until investigations zimefanyika na zikakamilika, we condemn any form of blanket condemnation on a SACCO. Kama sasa hivi, hizi SACCO hii magari 600 mingi yake iko kwa loan. Hiyo malona haitapus kwa sababu NTSA tunangojea NTSA iende ifanye investigation. Nashangaa sana NTSA inapoingia kwa SACCO ambayo iko na magari 600 worth over 4 billion of Kenyan shillings. Hiyo SACCO iko na wenyewe zaidi ya 500. Familia ambayo zinalishwa na hii SACCO iko conductor zaidi ya 800, iko dereva 600 hata zaidi. Hizo wasimamizi hawa wakidokeza kuwa kufikia sasa hakuna abiria yeyote amejitokeza na kurekodi taarifa katika idara ya polisi kuwa ni kweli jambo hilo lilitokea, wakisema kuwa ni lazima uchunguzi ufanywe ndiposa uamuzi uweze kutolewa. Sisi kama federation msimamo yetu ni kwamba hata tumekuwa tukiangalia hii maneno, we have investigated to find out what really happened. Mpaka saa hii ningependa kuambia nchi hii hakuna passenger hata moja amerekodi statement na polisi kuambia ya kwamba huyo mtu alisukumwa. Hadi saa hii there is no such statement. Dereva mwenyewe anasema ya kwamba yeye alikuja kujua baadaye.
Kilichosalia sasa ni kusubiri kuona kama kampuni hii itafuatilia vigezo vilivyotolewa na NTSA ama watarudishiwa leseni yao baada ya uchunguzi kufanyika. Mary Kialo, Undugu TV. Na tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba magavana sasa wameitisha kikao cha dharura hapo kesho ili kujadili masuala mengi yanayojumuisha kupunguzwa kwa bajeti kwa takriban shilingi bilioni 25. Kulingana na mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ndiye gavana wa kaunti ya Isiolo, kupunguzwa kwa bajeti kutaathiri baadhi ya miradi katika kaunti mbalimbali ikiwemo ya ujenzi wa barabara. National Assembly just passed the County Government's Additional Allocation Act. First of all, we were shocked that there were two bills that were originated by either houses, by the two houses of Parliament. Senate had originated a bill, and National Assembly originated another bill. There is, under the World Bank, a project called Kenya Informal Sector Improvement Program, KISIP. They have reduced it from 10.4 billion to 1.7 billion. And in KISIP, nearly all the counties are participating. There are many counties that are participating. So when you divide 1.7 billion among the counties, and by the way, this is mostly road improvement works and things to do with, what are they called? Solar street lights and pavement improvements in major informal settlements across the country, which have already been contracted. You look at FLOCA, again, mostly programs that are ongoing, reduced from 4.9 billion to 2.5 billion. There's a food security resilience program under the Ministry of Agriculture, mostly in the dry lands, reduced from 2.25 for the participating counties to 905 million. A reduction of 2.25 billion to 900 million. So we're asking the Senate not to accept this bill. We're asking the Senate to pass the one that we had agreed. There's a protracted engagement that happens before we come to this stage of passing laws. We appear before Senate, we negotiate with the CRA. Na kwingineko ni kwamba wanafunzi wa chuo cha Bandari Maritime wameandamana tena siku mbili tu baada ya waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho kuahidi kutatua malalamishi yao. Wanafunzi hao walilemaza shughuli za masomo wakilalamikia karo ya juu wanayotozwa, usimamizi mbaya, ukosefu wa muda wa baharini na kucheleweshwa kwa utoaji wa vitambulisho. Wanafunzi hao waliokuwa na ghadhabu waliwasha moto na kuziba barabara ya kuelekea kwenye taasisi, hali ambayo iliwalazimu maafisa wa polisi wa kupambana na ghasia kuingilia kati na kuwatawanya. We're here because we were here on Monday. Nothing has been done yet. So, and our only issue is to be heard. Now, it's like we've not been heard. So, here we go again. We're not tired. We are not tiring anytime soon. So, we are persisting that we must be heard. These people are scamming us, and we want it to end. If not now, it's never. So that's why we are here today, and we'll be here every other day until we are heard. So, Bandari, we are not relenting anytime soon. So, whenever you don't want us, you want us to pay much fee and nothing, your services we are not taking, so we are not going to do that. From today onwards, we will strike, guys. We will demonstrate. We are tired. We are tired, and enough is enough. Monday tulikuwa hapa maandamano. The same issues zenye tuna claim leo hapa. Mambo na fee, mambo na nini. Polisi wakakuja, wakapiga wenzetu tear gas. Monday tulikuwa wanafunzi kama 400 hapa. Saa hii ukiangalia tumetokewa wanafunzi kama 50. Hao wengine wameogopa juu ya kupigwa tear gas. Lakini tumesema si tutaogopa. Hiyo tear gas mtatupiga. Lazima mambo yetu yasikike. Lazima. Hapa hatutoki, hapa hatubanduki hapa. Since Monday tumeandamana. Shule ijatuma hata memo. Ni fee hatulipi tukiwa attachment. Fee nayo hatulipi.
kila kitu ambacho kinaendelea hapa bandari, it is just dictatorship. Hii leadership haitaki kusikiza wanafunzi. Wanafunzi wanalipa school fees ya wakati ambao wanaenda attachment. Unalipa school fees na hauelezewi hiyo school fees inatumika kwa njia gani. Wanafunzi wanajitafutia pia attachment. Shule haihusiki kutafuta attachment, hata barua zenyewe za attachment shule inanyima wanafunzi kama mwanafunzi hajalipa school fees. So hii kitu sisi kama wanafunzi tumekataa. Mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Migori ambapo wazee kutoka kaunti hiyo wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kupunguza cheche za kisiasa wanazosema zinaweza kusababisha vurugu nchini. Wakizungumza wakati wa mkutano wa amani uliofanyika mjini Awendo na kuandaliwa na jukwaa la viongozi wa SACCO kutoka Afrika Mashariki, wazee hao wameibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa joto la kisiasa katika kaunti hiyo. Here as members of SACCO East Africa Elders Forum. We have been here from morning discussing seriously about the political fracas and violence which have been observed, which has been seen in different places. In taking this opportunity as the chairman of SACCO East Africa Elders Forum to ask our people who are vying different posts in politics to try to make sure there is no violence. The chairman has just exactly said, we gathered here today to organize how we can talk to our leaders, elected leaders, for this fracas which is always happening each and every time. We as elders, we would not like to see such kind of violence, because a place where there's violence, there will be no any development at all. But we selected these people to give us development. That is why we are kindly requesting them. Each and every one of them has to stick to his own line, because one has been given his own line to follow. Be it you are a MP, you are a MCA, you are a governor, you have your own line to follow. Mtazamaji, tuangalie makala yanayohusu biashara ambapo wanarika wamehimizwa kujiwekea akiba katika shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment SACCO ili waendelee kufaidika na kuwa na uwezo wa kukabiliana na kuzorota kwa uchumi kupitia mikopo ya kuanzisha au kukuza biashara. Makala Ndugu Biashara leo hii yanaangazia mmoja wa wanarika kutoka kaunti ya Mombasa ambaye amefaidika pakubwa kutokana na shirika hilo. Ni himizo kwa kila mwanarika kuhakikisha anajiwekea akiba ili aweze kufaidika katika siku za baadaye. Moja kati ya mashirika yanayowajali wanarika hapa nchini, ikiwa ni shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment SACCO linalomilikiwa na kanisa la Africa Brotherhood. Vijana wametakiwa kujisajili na shirika hili na kuanza kujiwekea akiba kulingana na kidogo wanachopata katika heka za kujitafutia riziki kila siku. Simon Kioko, mwanarika wa kanisa la ABC Chuda katika kaunti ya Mombasa, anajivunia matunda ya shirika la ABC Empowerment SACCO baada ya kuwekeza nalo kwa muda na kuweza kupokea mkopo na kukuza biashara yake ya kuuza simu, kompyuta za mkononi na vifaa vingine vya simu katika eneo la Mombasa mjini. Kwa majina naitwa Simon Mulwa Kioko. Mimi ni mshirika wa kanisa la ABC Chuda na mimi ni member wa ABC Chuda Youth Light Group.
Nimeweza kuchukua mkopo kutoka kwa ABC Sacco na imeniwezesha mimi kukuza biashara yangu ama kuendeleza biashara yangu ya mobiles na laptops hapa mjini Mombasa. Aidha, Kioko alisifia uongozi wa shirika la ABC Empowerment Sacco kupitia kwa waratibu, akisema kuwa limemfaidi pakubwa kama mwanarika na liko na usimamizi mzuri wa kuaminika na kila mmoja. The coordinators wanafanya kazi mzuri, wanatuguide kila wakati na wanatuhimiza. Guidelines zote zikitoka mpya wanaweza kutuelekeza na pia kutuhimiza na kutukumbusha umuhimu wa kufanyia malipo yako kwa muda unaofaa ambao umeandikwa, na pia kuongeza pia share zako kila mwezi. Wanahimiza pia uweze kuongeza na pia kuilipia mkopo wako kwa muda ambao unaruhusiwa. Hata hivyo, alitoa wito kwa wanarika wenzake kujiunga na ABC Empowerment Sacco ili waweze kufaidika na kujiendeleza kimaisha na pia kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kuzorota kwa uchumi kupitia kuanzisha au kukuza biashara za kila aina katika sehemu tofauti hapa nchini. Na ningependa pia kuhimiza youth wenzangu waweze kujiunga na sacco hii ya ABC ili waweze kupata mikopo ili waweze kujiendelesha kimaisha na pia kwa biashara zao ziweze kupanuka. Caro Christopher, makala ya Undugu Biashara. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars itachuana na timu ya Gambia uwanjani Alassane Ouattara jijini Abidjan, Ivory Coast katika mechi ya kuwania kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 nchini Marekani, Canada na Mexico. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku leo majira ya Afrika Mashariki. Mood iko positive and naona kila mtu ako na furaha and we are happy to be back to represent the nation. If you look at every nation, they have a pressure to achieve something, but for us we have to go there and to play our game and to set our targets right, because I know if we play right, then we are going to win the match, which I'm sure that we are well prepared. And I saw a lot of good things from the players, you know, and they showed me that from what I saw today, yeah, we can definitely achieve something tomorrow against Gambia. No football matches are easy. It's going to be very difficult, and they're going to make it extremely difficult for us. But I'm positive. I'm excited about the squad that we have assembled and the quality that we saw today in training. Yeah, I've got a lot of positives and a lot to look forward to tomorrow's game, and hopefully we will do as I'm expecting us to do. Mtazamaji, nafunga kazi na taarifa inayotoka hewani. Asante kwa kutazama runinga ya Undugu, na kwa wote waliofanikisha taarifa hizi nawatakia usiku mwema. Kwaheri.